Yesu Kristo alipokuwepo katika mwili wa kawaida hapa duniani, aliweza kuwahudumia watu wa aina mbalimbali. Aliweza kupingana na ile Torati, sheria ya Musa, inavyoweka mipaka watu wasiweze kuipokea neema ya Yesu Kristo. Torati ya Musa haikuweza kumruhusu Yesu Kristo kukaa na mwanamke Msamaria kwenye kisima na kupiga naye story. Ndio maana hata mwanamke Msamaria akasema, wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria, kwa nini basi wanikaribia? Ilikuwa imekatazwa Wayahudi kuchangamana na makabila mengine. Yesu Kristo akasema hiyo ni Torati ya Musa, iliandikwa kwa ajili ya mimi kuja kuitimiza. Akapiga naye story. Yohana sura ya 4. Ukiangalia Mathayo sura ya 8 mstari wa 10 hadi wa 11, Yesu Kristo anachangamana na yule afisa wa Mroma yule. Torati ya Musa haikuwa iruhusu yeye kuchangamana na afisa Mroma. Anamhudumia. Yesu Kristo anachangamana na yule mwanamke Mkananayo kwenye Mathayo sura ya 15. Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 hadi wa 28. Mpaka yule mwanamke Mkananayo anamwambia, nipe tu hata hicho kinachoanguka hayo makombo yanayoanguka mwezani, hata kama sipasi kuchangamana na Wayahudi, basi hata mbwa ula makombo kutoka kwenye meza ya bwana wake. Akasema sijawahi kuona imani kubwa kama ya mwanamke huyu Mkananayo. Alijua kwamba yeye sio Myahudi, lakini alijua kuna kitu anaweza kukipata kinachotokana na neema ya wokovu Yesu Kristo. Mtu mwingine ambaye alisema sijawahi kuona imani kubwa kama hii ni yule askari aliyosema kwamba mimi ni askari ambaye nina cheo, nikitoa oda wale walioko chini yangu wanafuata. Yesu Kristo, hauna haja ya kuingia kwenye dari langu, kwenye paa langu. Wewe tamka tu neno, mfanyakazi wangu atafanyaje? Atapona. Kwa mara ya pili anasema sijawahi kuona imani kama ya huyu askari ndani ya Israeli. Kuna mtu mmoja anaongea hapa wapendwa. Yesu Kristo alipokuwa katika mwili alikaa na watu wenye dhambi, watu ambao sheria na Torati ya Musa, Mafarisayo, Masadukayo na waandishi walikuwa wanawakataa. Alikaa na malaya, makahaba, alikaa na watoza ushuru, wala rushwa. Mathayo sura ya 9 mstari wa 10 hadi wa 13, Yesu alikula na watoza ushuru. Luka sura ya 7 mstari wa 34, Luka 7:34, Biblia inasema watu walimshutumu Yesu Kristo kuwa yeye ni mlafi, ni mlevi, ni rafiki wa watoza ushuru na wenye dhambi. Walimpa hizo shutuma. Luka sura ya 7 mstari wa 37 hadi wa 50. Luka 7 mstari wa 37 hadi 50. Yule mwanamke kahaba aliyemwendea Yesu Kristo, ila yeye walikuwa wanafanya matendo sio mazuri, walikuwa chini ya dhambi. Yesu akawafungulia mikono, akawakumbatia, akamwambia usirudie tena dhambi. Yule mwanamke ambaye aliyekamatwa katika ugoni, Mungu anataka tuwafungulie mikono watu wadhaifu. Sio tunafungulia mikono ambao ni walokole wenzetu ambao wanaenda kwa lugha mpya kama sisi. Tuwafungulie mikono na mioyo yetu watu wadhaifu, tuwapokee. Watu wanahitaji kuliona pendo la Mungu. Watu wanahitaji kujua kweli ya Yesu Kristo. Watu wanataka kupata tumaini kupitia neno na kweli ya Yesu Kristo, ili waweze kuwa familia ya Mungu. Tunatumia nafasi tulionayo kuwahubiria watu na kuwafundisha neno la Mungu katika sehemu zetu za biashara, sehemu zetu za kazi, kwenye makazi huko, kwenye ajira, katika mitaa na jamii tunazoishi, kwenye majumba tunayoishi. Tunatumia huo muda kutangaza habari njema, ili watu wanaposikia hiyo injili wanayosikia iweze kuwabadilisha. Biblia inasema kanisa la awali neno la Mungu likaenea kwa wingi na idadi ya watu ikaongezeka. Idadi ya watu haiwezi kuongezeka kanisani kama kila mtu anakuwa ni binafsi. Yeye ameshaokoka, anapasha kiti moto, hataki kuwahubiria wengine, hataki kufanya uinjilisti.
Lazima wafuate wagonjwa, waliofungwa, wenye maradhi na matatizo mbalimbali, waambie habari za Yesu Kristo, waekee mkono. Watakapofunguliwa watasema, sisi nimtafute Yesu Kristo aliyoniponya. Wenye uchungu na maumivu, waambie habari ya tumaini la Yesu Kristo. Watakapopata afadhali na tumaini la Yesu Kristo, watakuja kanisani. Wataaminije wasiposikia? Na watasikiaje kama hakuna watu wa kuhubiri? Wataaminije kama hakuna watu watakaoenda, watakaopelekwa? Na mwaka huu 2026 tunatanuka kutoka hapa Buza, tunatanukia Dar es Salaam na mikoa mingine. Sema amina. Mungu atatuinulia watu, na Mungu ametuinulia watu. Tutapata viwanja, na hivi tunaendelea michango yetu hivi, tutapata fedha nyingi, tutanunua, tutamiliki mali zetu, sehemu za viwanja kama Grace of the Lord Jesus Church. Mpigie Bwana Yesu makofi ya shangwe. Na watu watakaotumwa kwenda kuhubiri ni wewe unayenitazama na kuniangalia hapo. Haleluya. Luka sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 10. Yesu Kristo aliingia nyumbani kwa Zakayo mwenye dhambi. Zakayo mtoza ushuru akaingia, akala, akamwambia, leo hii wokovu umeingia nyumbani kwako. Mafarisayo walimlaumu Yesu Kristo kuwa anashirikiana na wenye dhambi. Ukisoma Marko sura ya 2, Marko sura ya 2 mstari wa 15 hadi 17, Mafarisayo wakamlaumu, wakamwambia, huyu mtu anashirikiana na wenye dhambi, hapaswi kabisa, hafai, ni mlafi, ni mlevi. Nisikize vizuri. Yohana sura ya 3 mstari wa 17, Yohana 3:17 imesema Yesu Kristo hakuja kuhukumu ulimwengu, ila ulimwengu uokolewe kupitia yeye. Sababu Yesu Kristo kuja na kutoa uhai wake na kutoa kwa ajili yetu, sio kunyoshea watu vidole. Leo hii katika makanisa, tena sio makanisa ya dini, ni makanisa ambayo tunajiita makanisa ya Kipentekoste, tumezidi kunyoshea watu mikono, vidole. Tumezidi kuwahukumu watu kana kwamba sisi ni malaika ambao hatutendi dhambi. Tunawahukumu, na wakati mwingine tunawatenga na kuwaweka kwenye viti vya nyuma kule. Na hao tunaowatenga wanafika mahali hawaoni upendo, hawaoni kumbatio, wanaamua waondoke, wajichanganye na dunia, wanapotea. Mwisho wa siku Mungu anakuja kutudai kwamba nilikuletea mtu fulani, kwa nini hukumkumbatia? Kwa nini hukumuonya? Kwa nini hukumkanya? Kwa nini hukumrekebisha? Kwa nini hukumuongoza? Utasema si alianguka dhambini. Mungu atakwambia neno linasemaje mtu anapoanguka dhambini? Umfukuze, umweke kiti cha nyuma? Madhehebu ndio ameleta hichi kitu, sio mpango wa Kristo wala sio akili ya Mungu. Yesu wakati anatoa mfano wa wale kondoo 100 akasema, mmoja anapopotea Yesu huacha wale 99 na kwenda kumtafuta yule mmoja mpaka ampate, amrejeshe kondoni. Mfano huu mabishop, mitume na manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu tungekuwa tunauzingatia, tusingekuwa tunawatawanya watu na kuwahukumu kwamba ni wenye dhambi. Yamkini yeye ameanguka katika dhambi hii au ile, na mimi mchungaji labda muda mwingine nina hasira na ninairuhusu hasira ikanifanya nikatenda dhambi. Ya muda mwingine wachungaji tunashikilia mambo, hatutaki kuachilia, na neno la Mungu nasema jua lisizame pasipo kuwasamehe. Ni Kristo Yesu ndio anatukamilisha. Tupendane, tukumbatiane. Kwa kulijua hili, kanisani tutaacha umbea, kunyoshiana vidole, kuhukumiana na kujihesabia haki. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, je, unapenda? Mnamjua ule mfano wa mwana mpotevu? Mfano wa kondoo aliyopotea unaipata kwenye Luka sura ya 15. Yesu akasema akamfuata yule mchungaji, akamrejesha kwenye kundi na wale 99. Mfano wa mwana mpotevu ni kwenye Luka sura ya 15 mstari wa 11 hadi wa 32. Mtoto huyu alipogaiwa mali zake aliamua kuziuza. Nadhani mtoto huyu alikuwa na malezi ya Sinza, Kinondoni huko Masaki. Akaona
hizi mali ambayo mzee ameniachia, wacha nikafanyaje? Nikale bata. Biblia inasema alikula bata, alijiachia na wanawake wawili, alikunywa mapombe, alifanya clubbing, fedha zikakata, akakosa hata hela ya kula, akaishia kwenda kule kwenye majalala. Lakini wakati anakula kwenye majalala na nguruwe, kuna kitu kikamwingia ndani yake, sema jamani, hata kama umeuza mali za baba yako alizokuachia, ila wewe si una damu ya baba yako, wewe si unaitika jina la baba yako, wacha nirudi. Alipotia nia ndani yake kwamba mimi napaswa kurudi, ni sawa sawa na mtu ambaye ameshaokoka na neema ya Mungu imeingia ndani yake, lakini akaanguka dhambini. Haupasi. Tamanio la Mungu sio kwamba uendelee kukaa dhambini ufie huko. Tamanio la Mungu ni kwamba unyanyuke, ugeuke na umrejee Bwana. Mwambie Bwana Yesu, nimekuja tena, niliingia dhambini lakini nimerudi. Kama yule mwana mpotevu alivyorudi. Babake alimkataa. Alisema fua nguo nzuri, tafuta pete, tafuta mavazi, mchinjie nyama mzuri, teleza supu nzuri ya mbuzi, mkalishe kwenye kiti. Akamvalisha pete, akasherekea, akamkumbatia kwa furaha. Ndivyo Mungu anavyomkumbatia na kumfungulia mikono mtu ambaye ameshapata neema ya wokovu, lakini amehadaika, ameanguka. Mungu tarajio yake arejee, aache uharibifu, arejee kwake. Lakini sisi mabishop na mitume na manabii, mtu akishaanguka, akishafanya mienendo mibaya, tunamtenga na kumweka kiti cha nyuma kule, na kuambia viongozi kwamba yule msimsemeshe, yule hastahili.